السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نور الهداية وعلى آله وأصحابه نجوم الرشاد. أما بعد, karibuni watazamaji wetu katika kipindi cha Door of Knowledge. Leo tutajifunza mada adhim kabisa, mada ambayo inabeba kichwa cha habari kinachosema auliaun nikah, kwamba mawalii wa ndoa. Ni kina nani hao mawalii wa ndoa? Wapoje kisheria? Wana sifa gani? Na nini kifanyike kwa ndoa ambazo kwamba zimeshafanyika au zimeshafungwa pasi na kuzingatia mawalii wa ndoa? Tutakuwa tuna mgeni wetu Al-Ustaz Suleiman ibn Muhammad, ambaye nitamkaribisha awasalimie na ajitambulishe kwa ninyi muweze kumfahamu, na yeye pia ndiye atakayekuwa wa kutueleza na kutufafanulia mada yetu hii. Karibuni sana watazamaji wetu, msiache kutufuatilia, endelea kubaki hapo hapo katika simu yako, katika runinga yako, ili uweze kujifunza mambo ya msingi katika dini yetu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kwanza kabisa ni kushukuru Ustadhi Zuberi kwa kunikaribisha katika kipindi hiki ambacho kinakuletea faida mbalimbali, ndugu Muislam. Naam, Ustadhi Suleiman ibn Muhammad, tumeona mada yetu ya leo tutaizungumzia auliaun nikah. Sasa tuambie, walii ni nani katika ndoa na nafasi yake kisheria, walii ni ipi kutokana na maelezo na hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Auliaun nikahi, walii katika ndoa ni yule aliyopewa nafasi katika sheria kusimamia mkataba huu wa ndoa, mkataba ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo aliouweka. Kwa hivyo kwa kuwa mkataba huu ni mkubwa, lazima wawepo na wasimamizi. Kwa wali ni yule ambaye anasimamia ndoa. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la nikahu illa biwaliyin, kwamba hakuna ndoa isipokuwa pawepo na walii. Maneno haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuonyesha kuwa ndoa yoyote ile haifungwi isipokuwa pawepo na walii. Kwa maana ndoa ambayo inayofungwa bila ya walii, basi ndoa hiyo ni batili. Au ikatokea mwanamke akaamua tu mwenyewe bila ya sababu yoyote ile, akaamua tu kujiozesha mwenyewe, basi ndoa hiyo inakuwa ni batili. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayyuma mra'atin nakahat bighairi idhni waliyiha, mwanamke yoyote yule ambaye aliyejiozesha ama aliyeolewa pasina idhini ya walii wake, fanikahuha batilun, basi ndoa yake ni batili. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alirudia mara 3 neno hili, kwamba ndoa yake ni batili, ndoa yake ni batili, ndoa yake ni batili. Hii inaonyesha ndoa sio jambo la mchezo. Kwa hivyo mawalii wana umuhimu sana katika ndoa, ni lazima wawepo. Naam, ndugu zangu watazamaji, kama tulivyomsikia Ustaz Suleiman ibn Muhammad ya kwamba amenukuu hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ndoa haiswihi mpaka awepo walii. Ina maana kuna uwajibu mkubwa wa kumjua walii ni nani. Lazima tujue walii ni nani katika jamii yetu, katika ndoa zetu, wale ambao watakaosimamia ndoa zetu. Ustaz Suleiman ibn Muhammad, tunataka utueleze na ututajie mtiririko wa mawalii. Walii ni kina nani? Nani mwenye nafasi ya walii? Ni mtu yoyote tu, mjomba, shangazi, au wapo watu maalum ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewaorozesha na amewataja? Naam. Mawalii katika ndoa wamewekwa kwa mpangilio maalum, na katika mpangilio huu utaona kuwa wote wanapangika katika upande wa baba, yani upande wa mama huku hakuna walii hata mmoja. Naam. Kwa hivyo mawalii kimpangilio hasa wa kwanza kabisa hapa ni baba. Na baba hapa ni baba mzazi wa yule muolewa. Ni baba ambaye ni mtoto ambaye kapatikana katika njia ya ndoa. Maana sasa mtoto halali tunasema. Naam. Sasa hivi tunaona watoto wengi wanapatikana kwa nje ya ndoa. Kwa hivyo mtoto kama huyu, yule baba hawezi kuchukua nafasi ya walii. Hana haki. Hana haki. Japo imezoeleka kuwa ni anaitwa baba, lakini baba huyu tunayemkusudia hapa sio huyu. Lakini nafasi ya pili anayechukua nafasi ya walii ni babu. Babu kwa upande ule ule wa baba.
Na babu na yeye uwalii wake unaanzia kwake yeye na kuendelea juu, kwa maana babu na kama naye na baba yake. Kwa hiyo uwalii utaendelea mpaka mwisho utakapokomea. Anayefuata kwa nafasi ya uwalii ni ndugu wa kiume, kaka. Ina maana kaka maana yake kuna kaka huyu maana yake kaka wa baba mmoja na mama mmoja ndio anaanza. Ikiwa huyu amekosekana, sasa anayefuata ni kaka wa upande wa baba. Sasa hapa anaweza kawa labda ni mkubwa kuliko binti huyu anayeolewa, au anaweza huyu binti akawa ni mkubwa kisha huyu akawa ni mdogo. Naam. Kwa namna yoyote ile. Naam. Anayefuata ni mtoto wa kiume wa ndugu wa baba. Kwa maana hapa anaweza kawa mtoto wa baba yake mkubwa au mtoto wa baba yake mdogo. Lakini pia nafasi inayofuata mtoto wa ndugu wa baba mmoja. Kwa maana hapa mtoto anamuozesha shangazi yake. Nafasi pia inayofuata mtoto wa ndugu yake. Kwa maana tumeanza na baba mmoja mama mmoja, na sasa inafuata hapa ni mtoto wa ndugu yake wa baba mmoja. Baada ya mpangilio huu tulioeleza, kwa kifupi, yoyote yule mwanaume yoyote ambaye anahusiana na upande wa baba anaingia katika nafasi ya uwalii, yani upande wa kiume. Naam. Lakini hatuwezi kuvuka kwenda katika nafasi nyingine mpaka huyu mwenye nafasi yake akosekane, ama ziwepo vigezo ama sababu zinazomzuia yeye kuto kulisimamia hili jambo, ndipo nafasi yake itahama kwenda kwa mwingine anayofuata. Sasa ikitokea sasa hawa wote tuliowaeleza hapa wamekosekana kwa namna moja ama nyingine, nafasi yao basi itasimamiwa na kadhi au hakimu wa eneo lile ama sehemu ile aliyopo, au yoyote yule atakayepatikana katika mahakimu basi atalisimamia hili jambo la uwalii. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyosikia mtiririko wa mawalii ambao ametutajia Ustadh Suleiman hapa, na ya kwamba tunaona mjomba upande wa kikeni, upande wa mama hawahusiki katika kusimamia ndoa zetu katika jamii. Tumesikiza ametaja mtiririko hapo, ni kwamba wale wote wanaotokea upande wa kiumeni, upande wa kibabani, na akataja daraja zao na akataja nafasi zao, kwamba ikitokea yupo huyu basi anafuata huyu, yupo huyu anafuata huyu. Kwa tahadhari. Lakini tuna jambo la kujifunza. Je, sifa za walii au sharti za walii ni zipi? Sisi kama watu ambao tunajifunza tunataka tujue sifa ya walii, sharti zake zipoje. Kwa Ustadh Suleiman hapa atatusaidia, tumsikilize sifa na sharti za walii zipoje. Karibu Ustadh Suleiman. Sharti na sifa za walii. Kwanza awe Muislamu. Sharti la pili awe mukallafu. Mukallafu ni yule ambaye anasifikana kwa, yani ametoka katika sifa ya udogo na ana akili timamu. Huyu ndio mukallafu. Na hapa inaonyesha kuwa huu mkataba wa ndoa ni mkataba mkubwa sana. Ndio maana hata walii pia anayesimamia hatakiwi kuwa mtoto mdogo. Mara nyingi mikataba mikubwa basi inasimamiwa na wakubwa. Ndio maana hata mkataba huu wa ndoa, sifa za walii basi asiwe mtoto mdogo, awe mtu mzima, tena mtu mzima mwenyewe mwenye akili timamu. Lakini pia huyu mtu mzima mwenyewe, sifa nyingine, awe mwanamume, asiwe mwanamke, kama tulivyokuja kuona katika daraja za mawalii kwamba uwalii unapatikana katika upande wa baba tu na si katika upande wa mama. Hapa tunawatoa wajomba, tunawatoa mababu wale wanaopatikana katika upande wa mama, makaka ama ndugu yoyote yule anayepatikana katika upande wa mama haingii katika nafasi na sifa ya kuwa walii. Watazamaji Waislamu na wanaotusikiliza wote katika dini tofauti, Ustadh Suleiman ibn Muhammad ametutajia sifa au sharti za walii, ambapo ametaja ni mambo matatu makubwa. Kwanza awe Muislamu. Ipi anatuonyesha kwamba mtu asiyekuwa Muislamu hafai na hawezi kusimamia ndoa ya aliyekuwa Muislamu. Kwa hiyo ikawa tena ikatengeneza maswali kichwani, itakuwaje mimi baba yangu alikuwa dini tofauti, kisheria haiswi na haifai. Hiyo ndio sifa ya kwanza na sharti ya kwanza aliyotutajia ustazi wetu Suleiman. Lakini pia akataja sifa ya pili au sharti ya pili, awe mwanamume. Na kama ilivyotajwa na ustazi wetu mwanzo pale, daraja za mawalii wote wanatoka upande wa kiume. Kwa walii pia awe mwanamume
na sifa ya tatu aliyotaja awe mukallaf, yani baligh, asiwe mtoto mdogo, kwa sababu hili jambo la ndoa ni jambo kubwa. Kwa pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sheria alizozipanga, wasimamizi na wasimamiaji wa ndoa hiyo pia wawe ni watu wenye kujitambua, wawe timamu wa akili. Sasa tuna mambo ya kujiuliza na tunatakiwa sisi tuyajue. Vipi hekima au namna, njia ya kupita kwa zile ndoa zetu zote ambazo tulizifunga au tulifungisha, labda kama wewe unanisikiza ni ustazi au ni mwalimu, pasi na kufuata taratibu hizi au sifa hizi za walii zilizotajwa tangia mwanzo wa darasa letu? Nipe hekima yake, au njia ipi tufate? Nini tufanye baada ya kupata ilmu na baada ya kufikiwa na maneno ya Mtume Muhammad, kuna maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Haya yote atatujibia Ustaz Suleiman, lakini hapo tusikilize nini tukifanye kwa kile kinachofaa kufuatwa. Kwa haya ambayo umeyaeleza ni sahihi kwamba yapo na yanatokea hasa katika hizi jamii zetu sasa hivi. Naam. Kikubwa kwa wale ambao kwanza hawajafunga ndoa, basi kwanza waangalie huu utaratibu ambao tumeueleza hapa, ili wasiingie katika makosa. Sasa kwa wale ambao tayari walishafunga ndoa, pengine wamezaa watoto wengi, lakini leo wakija kuangalia hapo wanagundua kabisa kwamba ndoa yetu tulifunga, lakini hatukufuata huu utaratibu ambao umeelezwa hapa sasa hivi. Sasa hili ni kosa, lakini kwa kuwa tayari ushalijua, litaendelea kuwa kosa, halitofutika. Isipokuwa wewe cha kufanya, kwa kuwa ushagundua, basi wafuate wale viongozi wataalamu wa ndoa, viongozi wa Kiislamu ambao wao wanasimamia masuala ya Waislamu. Na hapa tunawazungumzia wale makadhi, kwa maana mahakimu, ambao wao wanatatua migogoro yote inayohusiana na ndoa na masuala mengine yanayohusiana na Uislamu. Kwa hivyo wale ni muhimu sana wafatwe na waelezwe, bwana, sisi tulifunga ndoa pengine kipindi fulani, haya mambo hatukuyajua kiundani zaidi. Kwa hiyo tulifunga kwa namna hii na tumezaa watoto kadhaa. Sasa tufuate utaratibu upi ama hukumu yake ni ipi? Wewe mwenyewe tu kama mwenyewe uwezi kuamua tu ukahukumu hili jambo, bwana, hili jambo inabidi nitoke katika ndoa, au inatakiwa nifanye hivi, au watoto sio wangu tena. Hapana, usifanye hivyo. Kiutaratibu wafuate viongozi, wawe mashehe wa kata, mashehe wa mikoa, ama yoyote yule ambaye wewe unamfahamu ambaye anahusika na masuala haya ya kutatua migogoro inayohusiana na ndoa, basi wafuate, watakupa utaratibu mzuri wa kufuata, ambao kwa utaratibu huo pengine ikawa umeinusuru ndoa yako, ama wakakupa utaratibu mwingine ambao utakuacha salama kuliko wewe leo ukaamua tu kujiamulia kama mimi baba, na kutokana na hayo alioeleza shekhe, mimi naamua kufanya hivi. Kweli kabisa. Pengine katika ndoa yenu hamuelewani vizuri, kwa hiyo ukawa unatafuta sababu. Ukasema kwa hila alioeleza shekhe hapa nishapata sababu hapa. Sahihi kabisa. Sasa usifanye hivyo. Isipokuwa ongea na mwenzio ili mjue utaratibu upi mzuri mnaufuata. Na utaratibu mzuri ni kufuata wale ambao wanahusika na masuala haya ya ndoa ama kutatua migogoro inayohusiana na ndoa. Watazamaji wetu, kama tulivyosikia maelezo yaliyobeba hekima kutoka kwa ustaz wetu Suleiman, ya kwamba wewe unayetusikiliza isije ikawa ulikuwa una kinyongo au una changamoto katika ndoa yako ukataka kutumia sababu ya maelezo haya tuliyosema ya kupita katika hayo ambayo yatakuwa sio mazuri kupita. Kama alivyotuambia, inakuwa ni sawa na ndio Uislamu kuwafuata wasimamizi wetu wa masuala ya kisheria katika dini yetu. Migogoro yetu, matatizo yetu, tuna sehemu zetu tunazipeleka kwa makadhi, mahakimu wetu na mashehe mbalimbali ambao wanasimamia sheria zetu na dini zetu. Lakini pia ewe mtazamaji wetu, hapa pia kuna mambo tunaweza kupata hamu ya kutaka kuyajua. Usiache kufuatilia kwa sababu kuna mengi ya kujifunza kuhusiana na ndoa. Je, walii peke yake anatosha kufungisha ndoa? Kuna mambo tunasikia mashahidi, kuna masuala ya matamko la ndoa, nimekuozesha, nimekuoa. Haya yote utayapata popote isipokuwa katika channel yetu ya Rabta TV na katika kipindi cha Door of Knowledge. Muhimu, usiache kututumia mawazo, maoni na maswali ambayo kwamba unaona yanaweza kaita faida kwa sisi na nyinyi ambao mnatusikiliza. Mwenyezi Mungu atujalie nuru sisi tunaozungumza na nyinyi mnaotusikiliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.